Jumamosi ya Machi 7 mwaka 2026, kuanzia usiku wa kuamkia leo kulikuwa na tetesi ama unaweza kusema madai ambayo yalikuwa yanatembea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na sisi tukafuatilia katika vyanzo vyetu mbalimbali vya kuaminika na tukajiridhisha, na tulikuwekea pia katika platform zetu mbalimbali taarifa iliyokuwa inadai kwamba viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa maana wanaweza kujikuta kwenye wakati mgumu baada ya uwepo wa taarifa ambazo wakati huo zilikuwa zinadai kuwa wamefunguliwa kesi nyingine ya jinai kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, na wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025. Sasa kwa jana ama usiku wa kuamkia leo tulikueleza kwamba inataja kuwa amri inayodaiwa kukiukwa inatokana na maamuzi ya mahakama ya maombi namba 8960 ya mwaka 2025, ambayo msingi wake ni wa kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na mahakamani hapo na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed, Maulida Anakom na Ahmed Rashid Hamisi dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema, kesi ambayo ipo mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Sasa taarifa ambazo tulizipata usiku wa kuamkia leo zilieleza kuwa maombi ambayo yamefunguliwa kwenye kesi hiyo ambao wamefunguliwa na waombaji ambao ni Said Issa Mohamed na wenzake wawili vigogo wa Chadema ambao wanadaiwa kukiuka amri hiyo ni pamoja na John Wegesa Heche ambao ni makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Amani Golugwa naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara, Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, John Pambalu mkurugenzi wa organization makao makuu, na Boniface Jacob ama wengi wanamfahamu kama Boniai ambao ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho. Wengine ni Pamela Maasai katibu mkuu wa Bawacha Taifa kwa maana baraza la wanawake wa Chadema, Hamadi Musa Yusufu mkuu wa idara ya habari na uenezi Zanzibar, Gervas Lienda mkuu wa idara ya habari makao makuu, John Mnyika katibu mkuu bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa Chadema. Kwa hiyo hao ndo ambao vigogo waliotajwa kwamba huenda wamekiuka ama wamekiuka amri hiyo ya mahakama. Sasa tulikueleza katika taarifa zetu zilizopita kwamba tutafuatilia hili kwa kina, na mapema asubuhi ya leo tumefanya mazungumzo kwa njia ya simu na wakili Marijani ambaye ni mmoja wa mawakili wanaowawakilisha Said Issa Mohamed na wenzake kama waleta maombi kwenye kesi ambayo inaendelea Mahakama Kuu, na ameithibitishia Jambo TV kwamba ni kweli wamepeleka maombi hayo mahakamani na yapo kwenye taratibu za mahakama. Hata hivyo amesema kwamba baada ya taratibu za ndani ya mahakama kukamilika, basi dokumenti yao na madai yao kwa ujumla yatakuwa hadharani, lakini amethibitisha kwamba ni kweli wamepeleka maombi hayo mahakamani. Kaka Marijani, kwema? Bana, unaongea na Raidhani hapa wa Jambo. Ndio. Mambo yanaendaje? Bwana. Pole bwana, nikutafuta weekend hii. Lakini kuna jambo hapa niliona tangu jana usiku limezunguka kwamba wateja wenu, maana yake ninyi mmefungua shauri kwa niaba ya wateja wenu la contempt of court dhidi ya vigogo wa Chadema. Sasa linawarisia kiasi gani? Ndio, kuna maombi tumepeleka na bado yapo yanapitia ndani ya process za mahakama. Kwa hiyo itakapokuwa tayari na sawa zitakapotoka tutawapatia mteja. Pengine hii inaonekana ni kama mara ya pili. Ni nini hasa ambacho kimetokea wakati safari hii? Inatokana na maneno na matendo ambayo yamekuwa yakifanyika hapa katikati. Kama watakuwa na kumbukumbu nzuri utakumbuka kuna baadhi ya waraka ulitolewa na viongozi na kuna maneno ambayo yamekuwa yakisema kuhusiana na mambo ya mikutano fulani hapa na pale. Kwa hiyo kwa mtazamo wa wateja wetu imekuwa ni kuvunja amri za ile mahakama. Waraka huu unaozungumzia ni upi, wa kueleza umma kwamba muda wa subira ule wa miezi 6 ulikuwa umemalizika ama ni upi? Ni hiyo, na kuna mengineyo mengi ambayo mongelewa na baadhi na viongozi tofauti. Ndio ninachokwambia ni kwamba si vyema kuliongelea sana wakati bado summons haijatoka. Kwa baada ya summons kutoka inakuwa ndo official kwamba tunakuwa tunashuku kwa kila mtu ametoa fursa ya kuona ambacho kinajiri.
Novemba mwaka jana mliangukia pua baada ya kuona mmefungua shauri hilo ndani ya siku zaidi ya 100 ambazo ni kinyume kabisa na taratibu. Safari hii haiwezi kutokea kama hiyo ambayo imetokea. Mara ya kwanza amri iliyotolewa ilisema kwamba siku iliyoleta hayo malalamiko ilikuwa zimepita siku zaidi ya 60 toka siku ya tukio lilipofanyika, sio siku ya amri ilipotoka. Sasa hivi ndio tumefanya ndani ya muda, kwa sababu matokeo mengi yametokea Februari katikati hadi mwisho. Lakini ukitazama waraka ambao unauzungumzia ulitolewa na mwanasheria mkuu wa chama ambaye ni wakili na mwanasheria nguli kabisa, na nyinyi mjamjumlisha kwenye fununu zangu ambazo nimeona wale ambao mmewalenga. Ndio maana nikasema muda sahihi wa kuongelea haya ni ikishatoka wito, na ndio muda ambao tunaweza tukasambaza na zile documents, kila mtu akapata fursa ya kuziona na kujua urefu na upana zaidi wa malalamiko mtaani. Okay, kwa hiyo maana yake kwa sasa unachoweza kusema ni kwamba ni kweli mmepeleka hoja hiyo mahakamani? Yes, kuna hayo maombi ya watu waliokiuka labda mahakama wachukuliwe hatua, hapo tunapeleka dhidi ya watu mbalimbali. Nadhani hapo kama 7 au zaidi ya 7. Nikushukuru sana. Asante sana. Lakini pia tumezungumza na mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Rugemeleza Nshala, wakili msomi huyu, ili kujua endapo wanazo taarifa hizi na nini hasa ambacho anaweza kusema wakati huu ambao unaweza ukasema hili ni mara ya pili vigogo wa Chadema wakishtakiwa kwa contempt of court. Dr. habari za asubuhi. Salama. Shikamoo. Salama ndio. Pole bwana, weekend. Raidhani hapa wa jambo. Ndio. Kwema? Tupo. Mambo yanaendaje? Taratibu tu. Ndio hivyo. Kuna mpya gani ndani ya chama chenu hasa inahusu idara ya sheria ambalo uko nalo? Sina, sababu watu wote ndio wameshikwa huko Chalinze na wapi huko Mwananjini kisema mbalimbali wanashikwa, wasiende Msoma. Lakini kama polisi walishapiga marufuku hivi. Walishapiga marufuku amri gani kwa mamlaka gani? Kesi ya madai unaizuiaje kwa amri ya polisi? Kwa hiyo kinachotokea lini polisi akahusika na kesi za madai? Kwa hiyo kinachofanyika ni kinyume kabisa. Ni kinyume kabisa, ndio ni uhuni. Mnafanya nini sasa na manake ili masuala yake wakili wako hapo, sisi ndio tunapiga kelele na yeye ndio msaidia kupiga kelele, ni uhuni. Na ukiingia kwenye Twitter ya kwangu ndio utaona jana usiku nimeandika, naweza kukuta hiyo habari. Kwa hiyo mnafikiria nini, kuenda mahakamani ama itakuwaje? Hapa mahakamani leo si Jumamosi ndugu yangu. Kwa hiyo lakini baadaye tutachukua hatua stahiki kwa sababu wote ni uhuni mtupu. Usiku pia kuna taarifa zikawa zimesambaa mitandaoni. Na asubuhi hii nimewapigia wahusika, nimejiridhisha kweli ni taarifa yao. Wakina nani? Kutokana na kesi ya madai watu wa upande wa pili, kwa maana upande wa Said Issa. Wanasemaje? Wamepeleka tena maombi ya contempt of court, na nimezungumza na wakili wao, anasema unatokana pia na huo waraka ambao uliuandika na matamko yaliyofuata viongozi baada ya huo waraka. Hamna shida, tutapambana nayo mahakamani, tutaacha wapeleke. Kwa bado hamjapata taarifa rasmi nini? Hatujapata kitu chochote mpaka saa hizi. Acha wapeleke tu, sisi tulipokea tu barua yao ya kutuambia kwamba nani tutapambana mahakamani. Ni kosa. Barua yao waliwatumia lini na walisema nini? Haikuwa ile ambao walitolea tamko, ile walisikia walitoa tamko kwamba tunapotosha. Wao waliwaambia mnapotosha. Yes. Tutafurahi sana kama wamepeleka mahakamani, acha tupeleke mahakamani tukapambane vizuri, tukaonyeshane nani ana nini. Nimeongea na wakili Marijani asubuhi, amenithibitishia kweli wamepeleka hoja hiyo mahakamani na kuna washtakiwa nafikiri takriban 9 ndani yake. Hamna shida, wote sawa, basi tuwajibu tukiwa mahakamani, tuwajibu. Lakini hoja ni nini hapa ambacho kinazungumza? Maana wanasema msingi ni ule waraka ambao uliutoa na mazungumzo ya viongozi yaliyotupata baada ya ule waraka. Ndio ni tafsiri ya sheria. Sasa mtu akitafsiri sheria wewe unasemaje amefanya contempt? Mimi nimetafsiri sheria hii ilivyo. Kwa hiyo sasa kwa wakati hoja yangu nimeijenga katika sheria. Kwa hiyo kama mtu anasema nimekosea, mahakama ndio niambie nimekosea, sio wao.
Lakini kwenye hoja wanachosema wao ni kwamba amri ilitoka ni mpaka mwisho pale hairuhusiwi. Mahakama haina mamlaka. Sheria imesema huwezi kazidi amri kazidi miezi 6 bila kuuishwa. Hii itakuwa ni mara ya pili sasa, maana yake mnapelekwa mahakamani kwa contempt of court. Hatuna wasiwasi, tutapambana. Waacha wapeleke, alafu tuone kama wana nguvu hizo, na msingi wa hiyo amri zao zinatoka wapi. Unawaambia nini wanachadema? Maana yake tangu jana usiku ni wao imara kabisa. Zuio la mahakama lilikwisha. Amri ilikwisha tarehe 10 mwezi wa 12 2026. Amri hiyo haikuwa inawazuia wanachama wote kuhusika na masuala ya siasa. Unasikia na kupata masuala ya siasa hawakuzuiwa kufanya shughuli hizo. Kwa hiyo sisi tuliheshimu licha kwamba mahakama lakini ilivyokwisha sheria inasema hakuna amri yote ya injunction inayodumu miezi 6. Hiyo sio maneno yangu, ni sheria imeandikwa, sio ishara anasema hivyo, ni sheria imesema hivyo. Hakuna injunction yote itakayotolewa bila kuuishwa, na tumetoa maamuzi ya mahakama ya rufaa yanasema uwezi bila kuuishwa, haipo. Sasa hapo nakosea nini? Hii ni mahakama kuu wakati kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa. Sasa hapo nani anakosea? Kitendo cha mawakili wenzenu kupeleka shauri hili mahakamani, kama kuna sehemu wameona inawezekana kuna hombo hivi. Bali inawezekana. Siwezi ni tafsiri ya kisheria, siwezi kama wao wanaliona mimi silioni. Lakini kama wanapeleka mahakamani, mahakama ndio sehemu stahiki ya kuweza kupambana. Lakini najua kwamba sijui kama tutasubiri, na sisi tutaziomba mahakama zilizoko juu zaidi kuweza kutusaidia zaidi, kuweza kutupatia mwongozo. Sio haya mambo ya wewe unatumiaje hao vijana na wote na vyombo vya dola. Hii inaonyesha kama kuna muunganiko wa dola na hao vijana. Dola imeingiaje hapo Dr. Nshavu? Polisi wanatoka wapi? Wale wanatekeleza tu amri ya mahakama. Hapana, kesi ya madai ndugu yangu, nielewe, naomba utofautishe. Ingekuwa ni kesi ya jinai, polisi wanahusika. Kesi ya madai, mahakama ingekuwa imetukuta kama sisi tumekiuka amri yake, ndio polisi wanaingia. Bila kuwa na amri ya mahakama ya namna hiyo, polisi hawaingii. Unasikia bwana? Wameruka step. Nasikia? Nakupata. Wamedandia kitu kisio cha kwao. Yaani wakati wa polisi kuingia kwenye kesi hiyo haujafika. Ingekuwa ni kwamba mahakama imesema hivi, nyie mmekiuka amri ya mahakama, mmeonyesha dharau kwa mahakama, ikatoka hiyo amri. Hapo ndio polisi wanaweza kuja. Na maana yake tumepewa adhabu, kwamba pengine tumepewa faini au tumefungwa. Unasikia bwana? Yes. Lakini kabla ya hapo sio kweli. Kazi hawa ni kwamba polisi wamejipatia madaraka ambayo si ya kwao. Wao polisi ndio ambao wako kwenye ukiukaji mkubwa wa sheria. Kwa hiyo kwa hili maana yake ninyi mnasubiri sasa kupata wito wa mahakama. Wewe ndio umenipatia habari hizo, kwa hiyo nimezisikia leo. Jana tulikuwa nao mahakamani, sikusikia hicho kitu, nasikia leo. Na mimi wamenipitia asubuhi hii, maana ni taarifa hizo. Hatuna wasiwasi, wao tunafahamu wa mabwana wanaowatuma, waacha waendelee kuwatuma tu, lakini mwisho wao unafika mwisho tu. Njia ya muongo ni fupi tu. Asante sana.